kufunuliwa kwa siri za wanadamu na hukumu yake. Kufunuliwa kwa siri za wanadamu na hukumu yake. Lakini hapa naomba uandike hukumu zake, ili siwe hukumu moja, hukumu zake. Kufunuliwa kwa siri za wanadamu na hukumu zake. Tunaposema siri, maana yake ni nini? Bila shaka tukizungumzia siri, ni elimu nyepesi kwa watu, ni jambo linaloeleweka. Siri ni neno ambalo halijawekwa wazi kwa mtu, ama ni kitu ambacho kimefichika, ambacho hakijawekwa tu waziwazi kwa mtu yeyote. Ni sawa, sio sawa? Siri. Kwa hiyo ndio ujumbe leo nataka kuhubiri, nataka kuelezea vizuri. Huenda kwa muda mrefu mpaka na mlango ufungu, maana tuna ibada moja. Amen. Aisa tukaeleza kwa muda tu mchache, inawezekana yote. Hebu mgeukie jirani yako, ukazie macho kama unamdai, muulize una siri gani moyoni mwako? Muulize unayo hauna? Bwana asifiwe. Kawaida uzoefu unaonyesha mwanadamu na mwanadamu, watu wawili, mke na mume kabisa, wanaweza wakakaa nyumba moja na wakashare chumba kimoja na pengine kitanda kimoja, lakini kila mmoja ndani anayo siri. Hii maandiko yanasema hivi: ni nani awezaye kujua mambo yaliyoko ndani ya moyo wa mtu? Yanasema awezaye kujua siri iliyoko ndani ya moyo analazimika awe ni mtu mwenyewe, kwa sababu yeye ndiye anayejua mambo yaliyoko ndani ya moyo wa kwake. Hiyo ndio katiba. Hicho ndicho semacho Mungu. Kwa maana kama umekaa pamoja, hata kama mnapendana, kujua nini anacho moyoni ni kazi kubwa. Na Mungu akishasema unajua, kamaanisha, kisha piga mahesabu. Ndipo nasema kadhalika Roho wa Mungu ndiye anayejua mafumbo, siri. Mungu huwa na siri zake. Anasema kadhalika sasa hataweza kujua mambo yaliyoko kwenye moyo wa Mungu, ila Roho wa Mungu yeye anaweza kujua mafumbo yaliyoko kwenye moyo wa Mungu. Kwa hiyo anaenda ni roho, baadaye kama naongea na watu hapa. Mpigie Yesu makofi na vigelegele. Mgeukie jirani yako, mwambie acha ushamba wewe. Ongea tena, mwambie acha ujinga wa kiroho. Acha ujinga wa kiroho. Amen. Amen. Kwa tunazungumzia mambo ya siri. Siri ziko aina hata 10. Kuna siri inaweza ikawa siri njema, ni sawa, sio sawa? Lakini inaweza ikawapo siri ambayo ni mbaya. Kuna siri yenye kuleta faida, lakini kuna siri inayoleta uharibifu. Nilikuja nikauliza juzi kati hapo, nikasema hivi, nani anamwaga matofali hapo? Na unamweleza mama nani pale? Na unauliza meza kwa hapo. Nimekuta na matofali hapo na sina taarifa. Nani?
Isiye ni nguvu ya msalaba. Ni mama anaenda hospitalini anakuwa kumalizia hapa. Wanasifiwe. Amen. Baadaye mmoja akaniambia, mke wako mimi aliniwaza muda mrefu. Anasema mchungaji wetu hawezi kuwa anapanga foleni. Anatakiwa awe na private toy. Ni sawa sasa. Sasa tuko kwenye road hapo, main road. Wanapita watu na paroko Kigango umepanga foleni. Na kama kile nilivyosema, unakuta watoto nyuma. Na wengine wameshazidiwa wanapiga piga ile mapani. Kwa hiyo unatamani uamuru toka, unasikia aibu, maana ni haki yako. Kwa hiyo unapita, unajua paroko wa Kigango amesubiria foleni ya ene tutoe. Na ndio maana msemaji hapa akasema ni vizuri kwenye shule ya Jumapili, ni vizuri kwenye kuoa au kuolewa, muoane mkiwa magorofa yako sawa, maana kwenye sadaka mtavutana sana. Baraka, punga mkono. Baraka kwenye biashara, idara ya fedha, punga mkono, maana kina baraka wako wengi, wengine wa MC na MC na nini. Siku moja nimemtembelea nyumbani, akanielezea ushuhuda ambao nilitamani mteue siku hiyo au mzee wa kanisa. Na kama na wito wa kuhubiri Injili, awe mmoja wa wahubiri wa Injili. Kutokana na vile alivyoelezea mapambano aliyopambana nayo. Akasema wakati naingia kanisani, kimsingi nilikuwa na hela za kutosha. Mamilioni sio machache. Kanieleza jinsi alivyopigana na mashetani yanayoshindana. Mwanangu, mbona hujaniambia? Akasema hapana, kuna siku moja nimefundisha somo la vita, kwamba nia yako hutaki watu wanaolialia ovyo, unataka watu ambao shetani akiwatokea wakiwa peke yao, hata kama wako polini, wasipige. Na mimi nataka niseme hao washirika na watafuta. Kwa mchungaji ni mtu, kuna wakati anazidiwa, akizidiwa anakuja na mpamua. Na tutakavyoendelea kwa kuendelea kufuatilia na mtu kila siku. Yaani kama naona tu nikitoka tu mwakinga kichwa niombe, siku nyingine na kuwahi niombe na nini? Sina daya yangu mimi hapo. Hilo ni mambo moja. Lakini la pili, nitaomba na kushika mkono masaa matatu. Na sikuachii. Sana kwanza, sana pili, sana tatu, sana nne, sana tano. Nikikuachia utatoka kumbini kama hauna akili nzuri. Umekasa wewe darasa. Ndio jiandae kwa mimi, jiandae, inakuja. Jiandae. Kuna mtu anawahi kupoteza uwezo wa kuongea na ukikutana naye siku ya Jumatano, mwanangu unakuja ibadani, maelezo mengi. Unajua, mtoto kachemka, unampeleka kwa kabadi hata mlimani. Hapana, nikupe mlimani tu, namkorogea panado, namunywesha. Unaangalia kwa ujilisi, unatamani kifeke mjeti, jamkie chini. Siku moja Mungu akamnyosha. Alichoamka tu, kitoto kimepoteza uwezo wa kuongea. Anakiita kofi. Hebu ongea vizuri. Kumbe kule taya zilishikwa. Amepoteza uwezo wa kuongea. Ububu wa ghafla akamleta sasa. Sema. Baba,
peleka benki. Yale kuitika kimbo yule mwambia peleka benki. Kwani ni hela shikamo? So akimzima baraka amekwisha jaza maneno kibao. Hebu mpigie Yesu makofi mengi kama tunaona. Maana ningekuwa hela mama mchungaji wale watu. Tunashukuru Mungu umepungua wewe sasa hivi. Nilisema mama tembea barabarani, anapigwa mama shikamo, dada shikamo, mimi naambiwa za size kaka. Na waangalia na Ego punga mkono na mbele. Ingekuwa ni hela. Ni ningemwonea wivu mapema. Lakini najua hata kama mkiwa basi imeishia hapo hapo. Tuendelee. Lakini tuendeleaje? Wakati kuna mtu anataka sawa. Nilipokipokea kilipato. Na kiuliza sema baba. Sema mama. Yapata mafumu. Sasa huyu ni zamu yake ya kunyoshwa. Nikamuuliza umeshakula? Nasema hapa. Nasema hapana. Kuanzia sasa mfumo uanze masaa 12. Akamini jiona kimleta tabarika mkono. Alipomleta nikamwambia Yesu ameshaona. Kesho masaa 12. Siku ya 3, siku ya 4 akakileta hapa. Nikaweka mkono. Baba, katika jina la Yesu. Zilizoshikamana ni mashetani au ni wewe? Naomba uruhusu uwezo kuongea urudi mahali pale. Nikasema, "Sema mama." Nikajua hapa nikiendelea kanamalizia huyu sitampata tena. Nikakaushia hapo. Kabla kesho saa 12 iendelee. Wewe kuleta hapa ya kuleta kwa bahati mbaya. Unaenjoy au huenjoy? Ulitafutie mwaliko Kenya. Exactly. Nilipoona ingawa kima hiki kimefika, nikaweka pale kwa sababu ya Bwana. Nikasema katika jina la Yesu Kristo. Na kusema damu ya Yesu ni kama moto, ni kama radi. Sema mama, kikanyosha maelezo mama. Haleluya. Sema baba, nikasema baba. Alipopona mpaka leo. Alisaisai na kaza ushi. Hata nenda kulia sijui yuko wapi. Lakini nimemnyosha. Kwa Ijumaa nafikiri Jumatano Ijumaa. Jumatano ilikuwa Ijumaa. Kuna mwanamke mmoja alisema nimetoka ya Kitoto. Mwanafunzi anasomea Magaba. Ilikuwa Ijumaa nafikiri. Si ndio? Wakasema tangu mwezi wa 4 mtoto wa miaka 14 15 alidondoka chini akazimia. Alipoinuka amepoteza uwezo wa kuongea amekuwa. Wangapi kwenye ibada ile walikuwepo? Asante kwa zile mashuhuri. Tukaomba baadaye nikamleta hapa mbele. Nikampa kalamu kaandika majina yake. Nikamwamuru kuongea, hakuweza kuongea. Mama mchana anambia sema kwa imani, hawezi kuachia kitu. Tulipokuwa ofisini, ndio Mungu amenipa neema ya kujieleza, nikajieleza kwa Yesu. Amen. Nikasema baba, sisi tumeomba, wajibu wetu tumetimiza. Hivi tungelaumiwa wapi? Wao ulisema katika Isaya 22:22 anasema watu hao ni watu walioibiwa, wamechukuliwa mateka. Halafu Mungu anasema kwamba nashangaa duniani sioni mmoja wa wajumbe ambao wameshika roho ya kwangu wenye uwezo wa kumwamuru huyo aliyeiba. Rudisha wale mateka. Sasa baba, mbona tumesimama kwenye position hiyo halafu tumeaibika? Na sisi wote waamisha watu kama tulisema yanatokea. Naeleza wale wazazi wananisikiliza.
Nikamwambia sasa, Roho Mtakatifu, nimeeleza habari zako. Miongoni mwa vitu ambavyo nimeelezea, nimezungumza kwamba wewe ni muumbaji. Umewahi kuingia kwenye tumbo la binti kabisa bikira, hajui mume, ukatengeneza kitoto kimwili cha kitoto kule ndani. Wewe Roho Mtakatifu, naeleza wazazi wanasikiliza. Wewe Roho Mtakatifu, miongoni mwa sifa ambazo nieleza wewe una uwezo wa kuumba. Kwa hiyo sasa hivi namkabidhi kwenye mikono yako wewe Roho Mtakatifu. Anapotembea naomba usiku wa leo, aidha tuma malaika fungue nyaya zilizofunga, ama Roho Mtakatifu wewe muumbaji boost tu ile kidogo. Bali saa 6 usiku naona simu ya mkewe Makamba. Anacheka anasema, "Baba, tumeshangaa wakati tunaomba ili tulale. Tumeshangaa binti." Haleluya. Nikasema kwa hiyo, nikasema hawajalala. Wamelala wanashangilia. Wanawapigia simu ndugu zao kule kijijini. Na wanasema tunaanza sherehe ya lazima ya dharura. Kwa hiyo wameamka mapema. Sio wameamka mapema wanaenda wapi? Sasa mpaka sasa hiyo hoja gani ama wako stay? Nikasema wamekosea. Wanatakiwa wamlete kwanza kwa paroko mkuu wa Kigango. Ni sawa sio sawa? Sawa. Wamekosea. Mlete kwa nabii. Pengine na maelekezo. Yule mama sababu ni mnyenyekevu sana, sema, "Baba, na waamuru warudi." Na mimi naye ni miongoni mwa wale binadamu wenye vichwa vidogo lakini akili na kapayani. Hebu ndio ninakuuliza wewe, vipi, zimo au hazimo? Na kapayani. Amen. Nikamwambia usowafu unaonyesha hivi. Shetani ni baba mlalamikaji. Shetani huwa ni fundi. Hivi tukiwa mtu atoke stendi ama umeshafika makanisa, kwa mchungaji amesema shukeni mrudisheni hapo. Mioyo tu ya huo kwa sababu yeye umeshaona kuna sherehe inaendelea. Yaani muda tu wote mioyo giza. Ile mchungaji anataka gani? Kule kusema toa hapo anasema umeona sasa wameshaanza kumtusi mtumishi wako ambaye ameomba kwa jasho, halafu umemsikia, ameuondoa ububu, sasa wanaanza kumchallenge kwa kumtusi. Sasa niruhusu mimi niingie. Unanielewa sana wewe? Kwa hiyo najua mioyo ya watu huwa ni nyepesi kubadilika. Yaani kama unakuja kwenye ibada umejipanga kwa vizuri, unakaa 5,000 kako. Baada ya sadaka utafute change. Pale kwa nani kwa vise. Change. 5,000 utoe sadaka 500. Ubaki na 4,500. Ikija sadaka ya pili utoe 500. Ubaki na 4,000. Halafu umefika ngondani ukaondoka. Sisi kama naongea na watu hapa. Nazungumzia moyo, hali ya moyo wa mwanadamu. Kwa hiyo tutaabudu hapa, watalima, wewe utakuwa haupo hapa. Ni sawa au sio sawa? Ndio hapo unanielewa sana wewe. Yesu akao. Kwa hiyo nikamwambia waacheni wakaenjoy kwanza. Halafu baadaye ndio uambie kwamba baba alisema mlikosea, lakini aliridhika tu kwamba kwa sababu ya furaha tele aliamua kuwabariki muende, ila anawapa agizo inabidi mrudi ili mtoe ushuhuda aidha kwake mwenyewe aidha kwa kanisa kwamba aliyekuwa na ugumu miezi 4 Bwana amemfungua. Maana jamaa anapenda heshima au mzee. Lakini pia tunachukua reference ya maandiko. Maandiko yanaonyesha hivi kwamba mama mmoja alikuwa na mume wake mtumishi wa Mungu, baadaye akakopa madeni. Madeni mazuri lakini ya ovyo. Waulize watu ambao walishashindikana hapa kwenye nani kwenye kundi wakauza ndoo na mabeseni yote na magodoro. Waulize wanajua msiku wake. Hawawezi kusema. Yaani baba anaingia ndani ya godoro halipo kwenye kitanda.
Kuna maelezo? Hamna. Atalalia ndio. Hapana. Sio Neema wamechukua bure wake na nani? Kwa msingi gani? Tuendelee. Kwa hiyo yule mama anasema akaenda panapo nabii Elisha. Akasema najua mume wangu alikuwa ni mtumishi wa Mungu kama wewe. Lakini alifuata nati alikuwa amekopa mikopo huko nje. Alikuwa na mikopo yake huko nje. Sasa yule aliyemtolea ile deni amekuja chukua watoto wangu wawafidia waniletee. Nimekuja mtumishi wa Mungu, tamka neno. Elisha kusema ungependa nikusaidie nini? Ndio maana tumesubiri injili sisi tunasema. Yaani mambo ya kutiana moyo kwamba ameenda amemaliza kazi ya Bwana. Vita vipiga amemaliza mwendo wake, tunakuangalia. Yaani mtu tunamjua alikuwa ni mlevi na alikuwa na madeni ya mhubiri mengi hajamaliza. Alikuwa na mikoba mpaka hapo anauza. Unasema itamaliza mwendo halali salama. Halali salama ameacha nabii. Yaani mbona unajifanya kama mwelewi yeye? Kwa hiyo akasema ungependa nifanye nini kama mtumishi wa Mungu? Kwani nyumbani kwako una nini nyumbani mwako? Akasema mtumishi, unayeniona sina chochote. Nimepatia mafuta kibuyu. Akamwambia mafuta katika ulimwengu wa roho yanamwakilisha Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Amen. Chukua mafuta ya kidogo, nenda kwa majirani. Azima vyombo, wala si chache. Nenda ukafanya hivi. Akaenda kazoa vyombo vyote kwa majirani. Akasema yale mafuta, mimi na kidogo kidogo. Mimi na kidogo kidogo. Mimi na kidogo kidogo. Nazungumza na mtu mwenye kaimani katika bari kama mwisho. Kwa kaimani hapo kwa kama mwisho. Pokea neema ya maongezeko. Biblia inaonyesha ya kwamba akiwa na mimina chombo kinajaa, anamimina pembe chombo kinajaa, kachupa kidunyu, anamimina limesema na sogeza pembeni, anamimina lijama na sogeza pembeni, lata choma anamimina tu, chupa ni kama vile, kuna chamichami, za mtoka ile chupa. Piga makofi wa huyu mama wewe. Yakajaa. Chombo vyote. Akisema wanangu, leta chombo. Sasa mama, vyombo vimeisha. Kumbuka nabii alisema, azima vyombo tele, wala usiazime vichache. Maana naye sema, ametokemu chochote akisemacho nabii wa Bwana, hiyo ni sheria. Kwa maana maandiko hayo, mwaminini Mungu, waaminini na manabii zake. Yes. Amen. Mafuta tele haendi kuyauza, nisikilizeni. Yeye msipata maelekezo. Mafuta tele akamiacha mafuta limejaa bindoni jaba, anarudi kwa mtoa maelekezo. Anasema Bwana sifiwe, shikamoo. Mandona majaba vimejaa. Nipe maelekezo mengine tena. Naelewa vizuri eh? Anasema okay, kauze, lipa deni ile la mume wako, watoto wako Dar es Salaam. Yanayobaki yatumie wewe na watoto wako. Kwa hiyo ukipokea muujiza usiende haraka kwenda. Tumetoa mfano wa huyo mtu. Sasa mambo makubwa mawili nielezee matatu. Tunaondoka sasa hivi. Tuzungumzia habari ya siri. Na nikaanza kusema kuna siri nzuri na mbaya. Amina. Nataka sisi tuwe na siri nzuri. Tuone madhara ya siri mbaya. Kwa kuwa tunasema Mungu atafungua siri za wanadamu, lakini ataachilia na hukumu. Andiko tuanze na Zaburi 139 mstari wa kwanza. Soma tu kwa haraka kama utaweza. Wa kwanza mpaka wa 18. Zaburi 132 mstari wa kwanza hadi wa 8. Mpaka wa 18. Amina. Pasta kabisa. Maandiko yanasema, Bwana umkumbukie Daudi taabu zake zote alizotaabika. Ndiye aliyemwapia Bwana, akaweka nadhiri kwa shujaa wa Yakobo. Umesema sura gani?
9 mwanangu. Bwana, umenichunguza na kunijua. Ndio. Wewe wajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu. Umenifahamu wazo langu tokea mbali. Umepepeta kwenda kwangu na kulala kwangu. Umeelewa na njia zangu zote. Maana hamna neno ulimini mwangu usilolijua kabisa Bwana. Umenizingira nyuma na mbele, ukaniwekea mkono wako. Maarifa hayo ni ajabu, yanishinda mimi. Hayadirikiki, siwezi kuyafikia. Niende wapi nijiepushe na roho yako? Niende wapi niukimbie uso wako? Kama ningepanda mbinguni, wewe uko. Ningefanya kuzimu kitanda changu, wewe uko. Ningezitwaa mbawa za asubuhi na kukaa pande za mwisho za bahari. Uko nako mkono wako utaniongoza, na mkono wako wa kuume utanishika. Kama nikisema hakika giza litanifunika, nuru inizungukayo ingekuwa usiku. Giza nalo halikufichi kitu, bali usiku huangaza kama mchana. Giza na mwanga kwako ni sawasawa. Maana wewe ndiwe uliyeniumba, mtima wangu uliniunga tumboni mwa mama yangu. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa. Ishi hapo mwanangu, tumpige Yesu hapo. Kusudi ya ujumbe huu, natamani Mama Neema na nani tuanze kutembea kwa adabu ya ajabu. Tuanze kuishi kanisa. Ndio kusudi ya hili somo. Ndio kusudi ya huu ujumbe. Wala watu wamekuja esi hatujui kama aliyetuumba anaweza akajua siri zetu. Jambo la kwanza mimi nataka uone kwamba anza kujifunza kwamba hakuna jambo tunalolifanya mbingu zisishuhudie, mbingu zisione. Daudi hapa anasema, anajieleza kwako, maana nimetambua hakuna jambo lolote. Nitaenda wapi nijiepushe na uso wako? Mahali gani niende nisionekane na macho yako? Anatafuta msaada, anatafuta uwezesho ili akae kwenye position ambayo hatakuwa na sehemu ya kuhukumiwa. Kwa jambo la kwanza muhimu, Mungu atafunua siri za wanadamu, lakini atazihukumu. Kwa mantiki hiyo, kitu cha kwanza muhimu cha kuelewa hapo, hakuna jambo ambalo kwa Mungu laweza kuwa siri. Tupate mifano kidogo. Matendo ya Mitume